Serikali hii inafanya kazi kubwa sana kwa ajili ya walimu. Serikali hii inafanya kazi kubwa sana kuwajengea uwezo walimu katika sekta fani mbalimbali. Kwa hiyo kwa upande wake, kwa jukumu la kutoa chakula shuleni kwenye shule zake za boarding na shule zile za watoto wenye mahitaji maalum, imeongeza bajeti. Kwa hiyo mtumieni huo mwongozo vizuri, mjaribu kushauriana na watu waelewe umuhimu wa kufanya hivyo, ili watoto wapate chakula shuleni. Angalau hata wanasema hata uji tu kwenye zile shule za day. Shule nyingi wanafanya hivyo. Wanasema sasa hivi ni 56% ya watoto wa boarding wanapata watoto wa shule zote kwa ujumla wanapata. Na tunashushwa kwa sababu ya baadhi ya shule za kata kwenye baadhi ya maeneo ambako watu bado hawajaelewa umuhimu huo. Ndio wanasema wazazi kwenye nchi nyingine, sema sisi kwenye nchi nyingine ni sheria kwamba mtoto lazima apate chakula. Kwa wazazi mjaribu kuwaelimisha waelewe hilo. Yanaibuka mengi ambayo yanatishia uhai na usalama wa watoto shuleni kwa sasa. Na nadhani programu hii imekuja mahususi ili kuwajengea uwezo walimu hawa. Hawa wamekuja tu kama viwakilishi, patron na matron. Lakini tunatarajia walimu wote shuleni wapate maarifa haya kupitia MEWAKA mnayofanya kila siku moja iliyopo kwenye wilaya tuliyokwisha anzisha kupitia programu ya MEWAKA. Tunatarajia haya mnayoyapata hapa mwende mkawagawie na wenzenu, ili tuwe wote walinzi wa usalama na usalama tuwe walinzi na tuhakikishe usalama wa watoto muda wote wawapo shuleni. Tuwasikilize, tutatue kero zao, na mwisho wa siku watoto hawa waweze kusoma wakiwa mikono salama ya walimu na jamii inayowazunguka. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia programu ya BOOST inaendelea kutekeleza shughuli mbalimbali zilizopangwa kwa mwaka wa fedha 2024-25 ambapo moja ya shughuli muhimu iliyopangwa ni kuwajengea walimu wanasihi wa shule za msingi nchini kuhusu mpango wa shule salama katika shule zetu za msingi, ikiwa ni sehemu ya uboreshaji wa mazingira ya kufundishia na kujifunzia na kuwa na shule ni sehemu salama. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka huu wa fedha wizara imepanga kutoa mafunzo kwa walimu 5,000 au walimu wanasihi ambao tunao hapa kutoka shule 5,000 zilizoteuliwa, ikiwa na maana kila shule itatoa mwalimu mmoja. Lengo kubwa la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo walimu wanasihi ili kwa kushirikiana na wadau mbalimbali waweze kusaidia utekelezaji wa mpango wa shule salama katika shule zetu nchini. Mnaporudi mkaongeze kuwasikiliza, kufuatilia mienendo ya kitaaluma na kitabia ya wanafunzi. Mtakuwa mmetendea haki mafunzo haya. Kuna wanafunzi wana changamoto kadhaa, tuwasikilize kwa sikio la tatu ili tuweze kuwahudumia vizuri. Wana vikwazo mbalimbali. Lakini tunapozungumza shule salama, naamini kabisa mmejifunza nini maana ya shule salama na vipengele vilivyoko kwenye shule salama. Tunaomba sana kulingana na hali halisi ya mashuleni tunakotoka, tunaomba sana mkatumie taaluma hii kwa weledi kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama. Lakini pia mimi ni mkurugenzi wa elimu maalum, ninaomba sana kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Ninajua tuna walimu ambao wanatoka kwenye shule za mahitaji maalum. Tunaomba sana mkatusaidie kuwalinda hao watoto, kwa sababu tunavyosema shule salama maana yake hata mazingira salama kwa ajili yao, ili waweze kujifunza na waweze kufaulu na kutimiza ndoto zao. Mtoto mwenye mahitaji maalum asipofanikiwa, asipofaulu darasa la 7, asipofaulu form 4, unakuwa ni mzigo mara mbili kwa mzazi. Kwa hiyo tunaomba tukatumie modality ya kugawana watoto wenye mahitaji maalum kwa ajili ya kuwasikiliza pamoja na kutatua changamoto zao.